Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Pwani News Africa, kituo nambari 1 kinachokupatia habari zinazojiri kwenye ulingo wa burudani, siasa, michezoni na nyingi zaidi zinazotokea ulimwengu mzima. Leo ndani ya Pwani News Burudani ningependa tuweze kuingia kitaa cha Tanzania kwa tuweze kuona ni mambo gani ambayo yanakuwa yanajiri katika ulingo wa burudani. Na siku ya leo ningependa tuweze kumzungumzia kuhusiana na msanii fulani ambaye ni star wa Bongo Flava ambaye sio mwingine bali ni Rajab Abdul Kahali, anajulikana kwa jina la Jukwani Harmonize. Ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo na mjasiriamali kutoka nchini Tanzania. Alianza kuibuka kwenye anga za muziki wa taifa mwaka 2015 baada ya kuachia wimbo wake wa kwanza Yola, baada ya kusainiwa na WCB Wasafi, lebo ambao iliweza kuanzishwa na Diamond Platinum. Na kuna story fulani ambayo imeweza kutrendi kwa sasa kuhusiana na star huyo Harmonize, ambapo inasemekana kwamba Harmonize kwa sasa ameweza kumnunulia Kajala gari lenye thamani ya zaidi ya milioni 300. Hii ni kutokana na video ambazo zimekuwa zinasambaa kwenye mtandao wa kijamii ikionyesha kwamba huenda ikawa ni dalili ya msanii huyo kuweza kurudiana na mrembo huyo. Ni kwamba video hiyo basi iliweza kusambaa kwenye mtandao wa kijamii ikiweza kuonyesha kwamba gari aina ya Defender ambayo imeweza kuandikwa Kajala 3 ikiwa inatembea kwa barabara usiku. Bado kumekuwa na habari ambazo zinazidi kusambaa mitandaoni kwa uhusu wawili hao kuweza kurudiana, japo hakuna yeyote aliyeweza kudhibitisha kama wawili hao tayari wamesharudiana pale. Ukumbuke kwamba mapenzi hayo ya Harmonize na Kajala waliweza kuchumbiana mwaka wa 2020, haswa Oktoba mwaka huo. Uhusiano huu ulikuwa unafuatiliwa kujitenga kwa Harmonize na mke wake wa Italia Sara Michelot, ambaye uhusiano wa Harmonize na Kajala uliweza kukumbana na kuvunjika na kurudiana kwa muda mfupi, lakini hatimaye kumalizika mwisho wa mwaka wa 2023. Kumbuka kwamba kwa mwaka jana Harmonize aliweza kuzungumza kwenye kipindi kimoja kwenye mtandao wa Instagram pale, akaweza kusema kwamba kwa sasa yeye kama bosi wa Konde Music Worldwide, akisema kwamba hajaweza kufurahishwa na hataki kuweza kuhusishwa na wanawake wengine baada ya kuweza kuachana na mpenzi wake Poshy Queen, ambaye waliweza kuachana tu muda mfupi mwaka huo, mwaka 2023. Mwimbaji huyo basi aliweza kubainisha kuwa wale wanaomhusisha na wanawake mbalimbali wanafanya aonekane kama zuzu. Kumbuka kwamba star huyo wa Bongo Flava aliweza kubainisha kuwa kwa sasa anachukua fursa ya muda wake kuweza kubaki single na kuchukua hatua ya kuingia kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye atakuwa anajisikia kwamba yeye mwenyewe atakuwa huru na yeye. Kwa hivyo kuna dalili fulani, kwa sababu tumekuwa tukimwona kwamba Harmonize amekuwa akimzawadi za watu tofauti Kajala, na hivi kwamba huenda ikawa ni dalili ambayo inakuwa inaonekana pale kwamba huenda Harmonize atakuwa anarudiana na Kajala. Kumbuka kwamba Harmonize amekuwa akimsifia sana Kajala, kuonekana kwamba yeye bado yupo moyoni mwake, na hii ni ishara kwamba amekuwa akimnunulia zawadi tofauti, na ikawa basi kwa sasa mashabiki wengi wanakuwa wanatarajia kuweza kumsikiliza ama kuweza kumuona Harmonize endapo atakuwa anarudiana na mpenzi huyo. Kumbuka kwamba mapenzi ya Kajala na Harmonize yamekuwa ni mapenzi ambayo hayaeleweki, maana yake ni kwamba siku ya leo wanakutana, siku ya kesho wanakuwa wanaachana pale. Hiyo ndio story ambayo nimeweza kuandalia hapa ndani ya Pwani News Africa, kituo nambari 1 mkoani Pwani kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu tofauti. Kama ndo mara yako ya kwanza, hakikisha kwamba unabonyeza kinembo ambacho kimeweza kuandikwa subscribe, ili kwamba endapo tuko tuna mengi zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuyapakua. Mimi naitwa Marando Kazungu, cha msingi tu subscribe, comment, share, alafu tutakuwa tunasonga mbele.